Shukrani za dhati kwanza kwa wanahabari. Kwanza kabisa mie nafahamika kama Hagai Penye. Mie ndio katibu mkuu wa bunge la wananchi la kitaifa na vile vile pia nimekuwa speaker wa bunge hili. Ninayo machache ya kusema kuhusu kiongozi ambaye maneno yake haswa si maneno ya kuunganisha jamhuri yetu ya Kenya, bali ni maneno ya kutenga watu, kutenganisha watu na kuleta vurugu katika jamhuri ya Kenya. Chuki ya kabila, ni mtu wa fitina, ni mtu ambaye hakuna siku atajifunza kuweka Wakenya pamoja. Na mimi nataka kumwambia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, tumechoka na maneno yako. Sisi kama Wakenya wazalendo tumechoka na maneno yako. Nataka Wakenya wakae pamoja, peace, love and unity. Ile rais hayati Donald Trump Arap Moi alikuwa anasema ya kwamba tukae na umoja, tukae na amani na tukae na upendo. Hiyo tu ndio sisi tunataka kama Wakenya. Wewe ukisema hii Nairobi kama jamii yako ya Kikuyu ndio wachukue hii Nairobi, sijui viti ya bunge 16, wachukue gavana, wakuwe senata, wachukue wale wanasimamia wadi 75. Je, Wakenya wengine watapata uongozi wapi? Na kwa hiyo sisi tunakuambia kwamba Kenya ni nchi moja. Mimi kama Gai nakuambia kwamba mimi ni adui ya yule ambaye anaeneza njia ya kugawa Wakenya, na hiyo tutakubali. Wakikuyu, Waluo, Wakamba, Wakisii, Wajaluo na kabila zingine zote ambao wako Nairobi, tunakaa pamoja na kueneza Ukenya, kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Changamoto zetu sisi kama wananchi ni moja: ukosefu wa ajira, ukosefu wa chakula, ukosefu wa karo kwa wazazi kufundisha watu, kupeleka watoto wao shuleni, ukosefu wa matibabu. Hayo tu ndio sisi kama wananchi tunapigania. Nataka ufadhili wa education, tunataka mambo ya afya, tunataka mambo ya elimu, mambo ya usalama katika jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi kama wananchi wazalendo tunaunga maneno yake William Samoei Ruto ya kutengeneza barabara, ya kuhakikisha kwamba watu wamepata afya kupitia mambo ya SHA. Tunafuata mambo ya elimu, tunafuata mambo ya chakula, kupeleka mbolea kwa wakulima, ndipo Wakenya wakuwe na ya chakula. Wewe unaleta mambo ya ukabila, kupanga mambo ya 2027. Shame on you. Sisi tunasema, sisi kama wananchi wazalendo tunasema shame on you. Hii Nairobi itapangwa kupitia ile kazi wananchi wanaona kiongozi wao wanafanya. Na sisi tunasema gavana wa sasa Johnson Atho Sakaja, tumeona kazi yake si mbaya. Ameleta mambo ya chakula kwa wanafunzi ambao wanakufa na njaa shuleni. Tunaona anatengeneza mambo ya barabara hapa Nairobi. Pavement zote ziko sawa. Usafi ya jiji sasa inarudi. Sakaja sasa utampeleka wapi kama unafanya kazi? Utakosa kumpigia kura kwa sababu yeye ni Mkikuyu? Hapana. Kama tumepata kiongozi kama gavana kama Sakaja anafanya kazi, sisi tunamwambia miaka 10 bila kupumzika. Tukipata wabunge ambao wanafanya kazi hii Nairobi, pia tutawapigia kura waendelee na kazi yao bila kuangalia kabila yao. Tukipata wale wasimamizi wa wodi ambao pia wanafanya kazi, tutawapigia kura bila kuangalia mambo ya kabila yao. Na mimi nataka kuambia watu wa Nairobi, mtu asikuje awauzie siasa za kabila. Ati kabila ya Wakikuyu sasa ndio wapate viti. Je, hizi kabila zingine zitakuwa wapi? Nairobi tumejua changamoto zetu. Mambo ya nyumba, mambo ya ukosefu ya ajira, mambo ya barabara, mambo ya uchafu. Na Sakaja tumeona anafanya kazi. Hatuwezi kosa kupigia Sakaja tena gavana 2027 kwa sababu yeye si Mkikuyu. Hiyo tutakubali. Na mimi kama Gai nasema Sakaja miaka 10 kwa sababu tumeona ile kazi anafanya. Nikiangalia watu ambao wanataka tena hii kiti ndio wataanza kupanga maneno yao huko mwaka 2030. Hapo tutakuwa wapi? Na ndio tutasema mbwekse. Tunasema miaka 10 hatuwezi kosa kupigia Sakaja kura kwa sababu yeye si Mkikuyu. Hatuwezi kosa kupigia wale wabunge ambao wanafanya kazi kura kwa sababu hao si Wakikuyu. Hatuwezi kosa kupigia wale wanasimamia wodi kura kwa sababu hao si Wakikuyu. Hii hatutakubali. Hii Nairobi ni ya Wakenya, na hii Nairobi si jamii moja. Na hata jamii yako hawakufurahishwa na matamshi yako wewe Sakaja. Wewe Gachagua. Tunataka Kenya isikane pamoja. Kenya si kabila moja. Kenya si yako ya kupanga. Wakenya wamejua wale viongozi ambao wanawafanyia kazi.
na hao ndio watawapigia kura. Na mambo ya ukabila sisi hatutakubali, na tunamwambia rais wetu William Samoei Ruto, vile ulipatia machifu kazi, ni jukumu ya machifu na wale ambao manaibu ya wachifu kukuwa na vijana ambao watakuwa wanasambaratisha mkutano ya wanasiasa ambao wanaleta fujo kwa hii nchi. Kusambaratisha namna gani? Kuhakikisha kuwa mkutano kama hizo zisifanyike katika jamhuri yetu ya Kenya. Nataka Kenya ishikane pamoja, na Wakenya wachague viongozi kupitia viongozi hao wanafanya kazi gani. Tunachagua viongozi kupitia wanafanya kazi gani, sio hata chama. Kwa sababu mambo ambayo imetupoteza sisi kama Wakenya, tunachagua viongozi kupitia mambo ya chama, ati hii chama ni ya kabila yetu. Tunachagua viongozi ati huyu kiongozi anatoka jamii yetu, ati huyu kiongozi ako hivi na hivi, baadaye tunalia miaka 5. Hii hatutakubali. Na kwa hivyo mimi na kupitia bunge la wananchi tunaendelea kufundisha wananchi wa Jamhuri ya Kenya, kwa hizi bunge zote ambazo ziko Nairobi, zile ziko Kajiado na zile ziko Machakos, Kiambu, Murang'a, kila mahali, hata Homa Bay, hata Siaya, hata wapi, kila mahali, hata huko Uasin Gishu, ya kwamba Wakenya wachague viongozi kupitia kazi ile wanafanya. Ile kazi viongozi wanafanya, we elect based on your service. Sasa wewe Sakaja, wewe Gachagua, wewe mimi kama katibu mkuu wa bunge la wananchi la kitaifa, mimi nakwambia wachana hiyo mambo yako ya ukabila. Hatutakubali ukabila, hatukuli ukabila. Mkikuyu anaweza nisaidia kuliko hata kabila yangu, sitakosa kupigia kura kama analeta maendeleo. Kwa hayo machache, mimi ninasema Wakenya tukae na umoja, tukae na ndugu, na tukae na upendo viongozi wetu, na tuchague viongozi ambao watatuletea maendeleo na kubadilisha maisha yetu. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni.